Nikiwa katika chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Dodoma DOMECO, chuo kinachotoa mafunzo kwa vitendo kwa waandishi wa habari chipukizi wamebezi katika vitendo zaidi tofauti na theory, na hapo huwa wanatoa kizazi kipya chenye waandishi wa habari bora zaidi. Na leo tumepata wasaa kuja kutambua yale mazuri na makosa ambayo huwa yanatendeka endapo mtu katika kujifunza akiwa studio. Na leo tumepata kusikiliza kipindi cha Morning Wave pamoja na Spotlight. Tukianza na kipindi cha Morning Wave. Kipindi hiki huwa kinaanza kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa majira saa 12:30 asubuhi mpaka saa 2:30 asubuhi. Na kipindi hiki kina segmenti tofauti. Segment ya kwanza ikiwa ni uchambuzi wa utabiri wa hali ya hewa, uchambuzi wa magazeti, kero za mtaani pamoja na mada mezani. Tukianza na utabiri wa hali ya hewa. Utabiri wa hali ya hewa umesomwa na Sitra Ali. Sitra Ali amesoma utabiri wa hali ya hewa, lakini anatakiwa kuongeza ujuzi zaidi kwenye usomaji wake kwa sababu anastaki sana, anakuwa kama hana focus na kile anachokisoma. Akifanya mazoezi atakuwa bora zaidi katika kwenye usomaji wa utabiri wa hali ya hewa. Na tukiamia katika uchambuzi wa magazeti, main host alikuwa Rema Kale pamoja na Sitra Ali, Catherine Jafari na Christina Marengo. Wamefanya uchambuzi wa magazeti, lakini walikuwa hawatuchambulii magazeti, walikuwa wanatusomea vichwa vya habari vya magazeti. Ni story moja tu ambayo wamechambua ya Dr. Mwigulu ambayo ilikuwa inahusiana na watu wafanye kazi wasiishi kwa kukalili matokeo. Waliweza kuchambua kwa namna hiyo, lakini watu walitarajia wachambue habari ya Mwigulu zaidi. Hawakutaka watu kwamba watu wasiishi kwa mazoea maisha ya kunafikiri kila siku. Hawakutaka ile kauli tu iishie pale kwamba watu wasiishi kwa mazoea. Walitaka wachambue nini hasa kilikuwa watu wanahitaji kujua, sababu iliyofanya Mwigulu kuongea kauli. Na tukiingia katika kurasa za nyuma za magazeti, walitakiwa watuambie vizuri, watusomee vizuri zile kurasa za nyuma za magazeti, kwa sababu watu wengi wanapenda michezo. Kuna mtu anatakiwa kulishwa vitu vigumu, lakini anatakiwa pia kulishwa vitu laini. Unakuta mtu ana stress katoka kusikiliza habari za magazeti kurasa za mbele, zingine zinagusa sana mioyo ya watu, zinaumiza, lakini anapotarajia kuja kwenye michezo, hata kama inaumiza, lakini umsomee vizuri, aelewe zaidi kwenye michezo nini kinajiri. Mfano, aliyesoma gazeti la Mwanaspoti alisoma taarifa ya Simba, yani kama haina uzito wowote, kama haina hakuwa na focus kwenye ile story. Kwa hiyo unatakiwa kujirekebisha pale ambapo unakuwa unafanya usomaji wa magazeti. Usitusomee vichwa vya habari, tuchambulie vichwa vya habari. Na katika segmenti ya tatu ya kero za mtaani, haijafanyika kutokana na watu kuzidiwa mitini. Mada hicho kipengele hakikufanyika kabisa, na huo inawezekana ni uzembe wa mtu kama alikuwa amefanya, kwa sababu huwa ni recorded. Ilitakiwa arekodi, aedit, akiache studio au ampe mtu amsaidie kukileta studio kiplayiwe, kwa sababu kipindi ambacho unaweza ukakifanya kikiwa recorded mara nyingi ili kuepusha zile heka za kuchelewesha kipindi. Lakini tukiamia katika segment ya 4 ambayo ni mada mezani. Segmenti hii watu wengi hutumia kujifunza vitu mbalimbali, masuala ya afya, kiuchumi, kisiasa na kijamii, wakiamini kwamba watapata elimu kutokana na mada ambazo zinaendelea kutengenezwa katika studio za DOMECO TV. Lakini ukiangalia siku ya leo, mada yao ilikuwa ni haina focus, kwa sababu walisema kwamba kwa nini watu wengi wanadhani Januari ni ngumu, inawapa mawazo. Ni kweli watu wengi ikifika mwezi wa Januari wanakuwa na mawazo, kwa sababu mwezi wa 12 umebeba mambo mengi, imebeba sikukuu, lakini unapoanza mwaka mpya kuna kulipia ada watoto, kuna kutengeneza familia, miundombinu ikae sawa, lakini walishindwa kufafanua vizuri na kutupa details za kutosha kwenye mada hiyo. Ilikuwa inaonekana hawakufanya research zaidi ya kutupa taarifa zaidi, bali walikuwa wanaongea tu kutokana na kile ambacho wanafikiria kwao. Na kosa lingine walilolifanya, hakuna insight zozote ambazo walitupa. Mfano, tulitarajia tusikie sosi za wananchi, na pia wasikilizaji walitarajia wasikie wananchi wenzao wamesema nini
katika mada hiyo. Je, ni kweli kuna uhalisia wowote? Kwa sababu huwezi ukatoa mawazo yako tu ukatarajia kwamba ndio yatakuwa sahihi. Unatakiwa pia wasikilize wananchi. Wewe mwandishi wa habari unaandaa kipindi kwa ajili ya kuelimisha jamii. Lakini tulitarajia pia tusikie, kwa sababu waligusia mambo ya kulingana na hizi sikukuu, itakiwa wapite kwa Wakristo, wapite kwa Waislamu, watuambie pia kwa wanaume na wanawake, wafanye ratio za balance ya kijenda na dini pia, ili tujue ni kwa nini Christmas watu wengi wanakuwa na pesa huu mwezi huu wa 12. Watu wengi wanakuwa na pesa, lakini ikifika Januari kila mtu analia, kila mtu aone ashike wapi pesa apate. Jambo ambalo wengi walilielewa na linatumaini kililielewa, watu walielewa vizuri kabisa, ni pale kusema kwamba watu wanatakiwa kuweka fedha, akiba ndogo ndogo, ili kusudi unapoanza mwaka mpya uwe tayari una akiba ambayo itasapoti vitu ambavyo ulikuwa unatamani ukifanya 2026 ambavyo ukifanya 2025 vizuri uje kuvifanya hapo mbele, hususani mwezi wa Januari. Na tukiamia katika kipindi kingine cha Sports Ladder. Kipindi hiki ni cha michezo na burudani. Tumeweza kuwasikiliza vizuri kabisa wachambuzi wa michezo. Hosti wetu alikuwa Teresa Faustin ama Teddy, akiwa pamoja na Karoli Alfred Winga Kishara. Wameweza kutuchambulia michezo vizuri, lakini tulitamani waandishi wa habari wote pamoja na waandishi wa habari waliofanya kipindi cha Morning Wave ku-maintain zile breaks, namna ya kutulinki kwenda break zisizoeleke, yani watafute mbinu ambazo unaenda break lakini unamwacha msikilizaji akiwa bado ametegea sikio kwenye redio yako. Ukiaga tu kama hauna focus na kile unachokifanya, msikilizaji inakuwa ni rahisi kutuni redio nyingine, anaona unachokifanya kama hauko serious na hicho kitu unachokifanya. Lakini pia tulitaka kuwasikiliza vizuri hawa watuambie ukweli wa michezo. Mfano, tunataka kusikia uchambuzi zaidi wa kina, kile ambacho sisi hatukijui, wasikilizaji hawakijui, au sisi tunaowataka kuwasikiliza hawakijui. Mfano, unapotuambia Simba na Yanga imefanya kitu fulani, au Simba imefanya kitu fulani, au watu wamepata kocha mpya, tunataka utupe uchambuzi zaidi ili kujua yule kocha mpya, unaona kama mtangazaji au mchambuzi wa michezo, ni jicho gani ambalo wewe umeliona, maana tunaamini unajua zaidi kuliko wasikilizaji wanaokusikiliza. Kwa hiyo tulitamani waandishi wa habari wa michezo watuambie vizuri uchambuzi wao wa michezo, kwamba kwa kina zaidi kitu ambacho hatukijui, kwa sababu ukiangalia dunia ya sasa watu wengi wanafuatilia michezo, watu wengi wanaenda mpaka uwanjani kuangalia. Kwa hiyo ukimwambia mtu kiungo fulani hayuko vizuri wapi, tuambie ufafanuzi zaidi. Timu fulani inafeli wapi, tunahitaji ufafanuzi zaidi, na ndicho ambacho wananchi wanataka na wanakijadili. Lakini pia kitu kingine tunatamani muwe mna play insert ama sauti za masosi ambao unakuwa umeenda field kuwahoji. Tukiwasikiliza wale waandishi, wengi hawafanyi hivyo kwa sababu wengi ni wazembe katika chuo, hawafuatilii vizuri taarifa za michezo. Lakini ukienda ukahoji watu huko nje ukatuletea tukasikiliza, tunaamini kwamba wewe umefanya research ya kutosha na una kitu cha kutuambia. Kwa hiyo tunaona kama ukianza kwa kutuplaya labda insert za mashabiki wakiwa wanatia neno katika kile ambacho unaenda kutuwasilishia wasikilizaji, ama wasikilizaji unaoenda kuwawasilishia wanatamani kujua zaidi kitu fulani kimeongelewa hivi, kwa nini hakikusa. Lakini pia tungependa kuwaambia wengine ambao walikuwa katika kipindi hiki cha Sports Ladder wafuatilie details zaidi za mpira, waache kudanganya mashabiki, kwa sababu wasikilizaji wengi wanafuatilia mpira, waache kudanganya. Chuo hiki kinatoa mafunzo bora zaidi ya uandishi wa habari na wanajifunza zaidi kwa vitendo katika dunia hii. Na je, wanafuata vile ambavyo wanafundishwa? Wengi wao hawafuati kwa sababu ya ubovu wa maandalizi, hawajiandai vizuri endapo wanafanya kipindi hiki. Au mtu anajua kabisa mimi ni producer, natakiwa kuproduce content ambayo iko clearly, ina accuracy ndani yake, lakini hawafanyi hivyo. Maproducer wengi wanaacha tu, tunakutana asubuhi, tunaingia studio, tunaongea kile ambacho wewe unaona ni mawazo yako, haujafanya research hicho kitu kinahusiana. Nikiripoti kutoka
Dodoma Media College, chuo cha uandishi bora wa habari ambacho kinatoa mafunzo kwa vitendo